Hawayuni. Mtazamaji wangu, mambo vipi? Weekendi yako imekuwa vipi? Yangu imekuwa shwari kabisa, lakini kikuu katika mawazo yangu ilikuwa ni wiki hii ya NTV Mashinani. Ndio tunaanza wiki jamani. Asante kwa wote ambao ni mashabiki sugu, pia kwa wageni. Karibuni sana NTV Mashinani. Mimi ni nahodha wako wa kila siku, Lois Wangoi. Kama kawaida, kila siku nakataa kuwa peke yangu jamani. Niko nawe na hata nawe ambayo unanitazama kwenye runinga, kwenye simu, kwenye mitandao. Shukran sana kwa kujiunga na NTV Mashinani. Nianze kwa kukueleza nimekuandalia nini jioni ya leo. Kwa jamii ya Wapokomo kaunti ya Tana River baada ya kuzinduliwa kwa tafsiri ya Biblia ya lugha yao asilia. Ni afueni kwa jinamizi la wizi wa mifugo kaunti ya Samburu, Elgeyo Marakwet na Turkana, huku kamati ya usalama na utangamano ikitoa mafunzo ya kisasa kwa jamii hizo. Vijana wa kizazi cha kisasa waafikia kupiga teke mila potovu za ukeketaji na ndoa za utotoni, na badala yake kukuza talanta kupitia sanaa na muziki na densi. Na tutakujuza ni kwa nini ni mwiko kula samaki katika jamii ya Wamasai ambao ni wapenzi sugu wa nyama. Mtazamaji wangu, hayo ni yetu ya mashinani, lakini kama ilivyo ada, kabla ya kuingia mashinani, tuingie mzima katika makuu ya kitaifa. Naona jioni ya leo tunaanza na masuala ya spoti na mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Italia Inter Milan. Kunradhi mtazamaji wangu, hiyo ni kuhusu usalama wa bonde la Ufa, ambapo waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amefika katika eneo hilo la bonde la Ufa kuweza kufanya mawili matatu kuhusiana na hali ya tete ya ushambulizi haswa katika mwezi mmoja uliopita. Kipchumba Murkomen vile alikuwa na nafasi ya kusema na baadhi ya wakazi, kuzindua baadhi ya ofisi kama unavyoona hapo, akifuatwa na katibu wake. Mutinda, mshukiwa mkuu wa mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu cha Multimedia Sylvia Kimunto, anatarajiwa kuhukumiwa hapo kesho. Upande wa mashtaka umeambia mahakama kuwa wanapania kufunga kesi hiyo rasmi hapo kesho, na hivyo kutoa nafasi ahukumiwe mbele ya mahakama kuu. Mutinda anadaiwa kumuua Sylvia aliyezikwa wikendi iliyopita na kutupa mwili wake kwenye tenki la maji kwenye pala mojawapo ya majengo ya malazi ya chuo. Wangu, baada ya hayo ya kitaifa, ni muda sasa wa yetu ya mashinani. Jioni ya leo tunaanza pwani. Ni shangwe na vifijo miongoni mwa jamii ya Wapokomo kaunti ya Tana River ni kufuatia kutafsiriwa kwa Agano Jipya la Biblia katika lugha yao ya asili. Makasisi na wakazi wamepokea vyema hatua hiyo, wanaosema itasaidia pakubwa kulinda jamii hiyo dhidi ya hatari ya tafsiri potovu na itikadi zisizo na misingi. Mwandishi wetu wa maeneo hayo ya Tana River ni Steve Odor na anashuka kutoka pwani. Tazama. Shukran sana Lois ukiwa studio. Leo tuko mjini Hola
kaunti ya Tana River, ambapo tafsiri ya Biblia kwa lugha ya Kipokomo imeweza kuzinduliwa na kuwekwa wakfu na makanisa tofauti tofauti katika kaunti hii ya Tana River. Ikumbuke kwamba kaunti ya Tana River ni mojawapo ya kaunti ambayo iliweza kupata maafa ya watu katika mkasa wa Shakahola. Waandalizi wa hafla hii wanaimani kwamba kutafsiriwa kwa Biblia kwa lugha ya Kipokomo itaweza kupunguza madhara ya itikadi kali na mahubiri ya itikadi kali katika jamii. Ikukumbuka kwamba kaunti ya Tana River iliweza kupoteza familia moja yenye watu 4 katika mkasa wa Shakahola. Basi siku hii ya leo tumeweza kukutana na waumini wa kanisa mbalimbali na pia waandalizi wa hafla hii ili watuelezee, je, manufaa ya kutafsiri Biblia hii kwa lugha ya Kipokomo, je, ni yapi zaidi ambayo pia wakazi katika eneo hili wanaweza kupata kunufaika nayo katika kutafsiriwa kwa Biblia kwa lugha ya Kipokomo. Watu wetu walikuwa hawajalielewa hili neno, ndipo hata tulipata hasara kubwa. Watu wa sehemu zetu za hapa Tana River, baadhi waliweza kuelekezwa vibaya kwa sababu ya mambo ya neno hili ambalo walikuwa hawajalielewa. Hata tukapata hasara kule Shakahola, wakapoteza maisha yao kwa sababu walikuwa hawaelewi neno. Lakini kwa sababu saa hii vile neno limekuja kupitia Biblia ya Kipokomo, litatusaidia watu wetu wasiweze tena kupotoka, maana watakuwa wanalielewa kikamilifu lile neno. Mtazamaji wangu, baada ya taarifa hiyo ya kuinua jamii kule pwani, tuangalie kunani kaunti ya Pokot Magharibi. Na mwanzo mpya umeanza kushuhudiwa katika kaunti hiyo ya Pokot Magharibi ni kupitia talanta za vijana chipukizi ama Gen Z ukipenda. Ni kupitia kikundi cha sanaa cha Undoubted. Vijana hao ambao wanataka kubadilisha sura ya kaunti hiyo wanahusika na kucheza densi na muziki wa kisasa, huku wakihamasisha jamii kuhusu athari ya madawa za kulevya, ukeketaji na ndoa za mapema. Mwanahabari wetu Oscar Kakai wa Masega alihudhuria hafla hii ya Back to School mjini Kapenguria na kutuandalia taarifa ifuatayo. Tazama. Benzi mtazamaji, kaunti ya Pokot Magharibi imejulikana kwa maovu kama wizi wa ng'ombe na uvamizi. Lakini vijana wa eneo hili ambao ni majenzi wameamua kuacha ama kutema maovu na kuanza kuendeleza sanaa. It's about to back to school. Watoto wanajibamba, wanakuja kushowcase talent yao, kuimba, kudance, kila tu talent huwa tuna showcase talent yao before waende shule. Huwa tunakujanga kudance hapa shule ikifungwa, na kwa Monday scholars tunakujanga hapa Saturday ama Sunday. Leo tuko na event ya back to school. Back to school, watu kama mabodas wenye wanarudi shule, leo tunasherehekea pamoja. Kikundi hiki cha vijana kwa jina Undoubted kimeanza kuimarisha talanta ya vijana kupitia muziki na densi. Kudance, modern, kuimba na kukatwalk pia tuko naye hapo. Pia eating competition tuko naye hapo. It's all about kushowcase talent yetu kama vijana. Ndio maana tuko na hii kongamano. Kama sisi vijana tuliamua tukakaa chini, tukasema lazima tukue na back to school. Vijana waonyeshe talent yao. Sunday tunaendanga street dance hapo Jacaranda ama Chelenga Garden. Tunaonesha talent yetu. Ama my events yoyote watu wana Twitter, tunaenda tunaonesha talent yetu. Tia changamoto kwanza, tukisema tukienda competition kama Eldoret, Nakuru, watu wanatuona saa West Pokot si mahali, yani wanaona watu kwanza wanatuuliza huko mnavanga manguo kama sisi. Wanashangaa ni West Pokot ni wapi? Ukisema West Pokot wanaona ni kwa mabandi, watu wenye wanakuanga na mabinduki tu. Sasa ukisema West Pokot
ni kama wanaona mnatoka interior sana. Sasa si pia tuko na talanta pia. Lakini watu wanatuonanga saa huku ni interior sana, hakuna mambo ya talanta. Nikiripotia NTV Mashinani kutoka mji wa Kapenguria, jina langu ni Oscar Kakai wa Masega. Asante sana kundi la Undoubted kwa kutupambia NTV Mashinani Undoubtedly. Sasa wito umetolewa kwa jamii kuonyesha upendo kwa wakongwe na watu walio na ulemavu, huku ikibainika kuwa wengi wao wametekelezwa na jamii. Wakizungumza baada ya kumtembelea mzee mmoja aliyefutwa kazi katika hospitali ya Bungoma miaka 20 iliyopita, ni baada ya kupoteza uwezo wa kuona. Vijana kutoka mashirika mbalimbali mjini Bungoma waliungana na kumtembelea mzee huyo anayeishi maisha ya ufukara. Walimpelekea vyakula na bidhaa zingine muhimu za matumizi, huku wito ukitolewa kwa serikali kuhakikisha mgao wa fedha uliotengewa walemavu pamoja na wakongwe unawafikia ipasavyo. Shukrani sana mwenzangu Lois pale studioni. Niko katika mtaa wa Sinoko katika eneo bunge la Kandui, ambapo tumemtembelea mzee Herman Ochola ambaye alipoteza uwezo wa kuona alikiwa na umri wa miaka 12. Na mzee huyu anatueleza kuwa masaibu yake yalizidi hapo alipopoteza ajira katika hospitali ya rufaa ya Bungoma. Na unavyoona nyuma yangu kuna baadhi ya mashirika mbalimbali ambayo yamejitolea ili kumuletea bidhaa mbalimbali vikiwemo vyakula na pia kumfanyia usafi ili aweze kukaa katika mazingira yanayofaa. Nilizaliwa kama naona, lakini baada ya miaka 7 polio ikaingia kwa miguu, nikatibiwa. Baada ya kutibiwa ilihama ikaenda kwa macho, lakini pale mzazi angeweza kutambua, alikuja kutambua kama iko late. Niliweza kuenda kwa shule ya wasioona, nikasoma hadi darasa la 7. Na nikaenda kwa college ya kufanya kazi kama SIM telephone operator. Na licha kufanya hiyo kosi, bado tena nilifanya kazi na serikali kwa miaka 20 bila malipo, bila kuandikwa. Na mwishowe nikaambiwa hakuna kazi na nikarudi nyumbani. Hii hali ambayo tumeona inagadhabisha sana. Tumeona kwamba mzee ametuambia kwamba alikuwa anafanya na telephone operator katika hospitali ya I think ni county, na hakuweza kupewa fedha zake. Sasa tunaita watu ambao wanahusika na mambo kama hayo ili huyu mzee akaweze kupata pia haki yake. Swali yangu ndasukumia Mama County. Mama County, you are aware kwamba pesa your docket ina hold funds za people living with disability. Watu kama hawa, wale watu nyumeka kwa ofisi, field work gani wanakuja kufanya? Report gani inaletwanga kwa ofisi? Nikiripotia NTV kutoka eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Augustine Were. Asante sana Augustine Were, na kazi kuntu kwa hao vijana wanaowakumbuka na wazee. Tuondoke Bungoma, tuchukue jumbe 2-3 kabla ya kwenda katika mapumziko mafupi. Ali King anasema tunangoja, ndo sisi hawa tumeanza. Ann Barton Singer anasema tuko pamoja. Na Ikabi Lumako anasema yeye ni fan kubwa wa NTV Mashinani kutoka TZ, yani Trans Nzoia. Asante sana. Na Hesbon Lecturer anasema pia naye yupo ndani ya NTV Mashinani. Unasubiri nini? Ingia pale mashinani yetu ya online, tuma jumbe 2-3. Unaweza hata ukatuma salamu. Usiwe na wasiwasi wote. Tuelekee madukani, lakini utarajie nini pindi ninaporejea muda si mrefu. Tutakujuza ni kwa nini idadi kubwa ya jamii ya Wamasai hawatambui kitoweo cha samaki. Kwa wengine ni mwiko hata kumla kunani. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant.
Nivea Black and White Deal, now with 72-hour protection. But what does that mean? 3 cities in 3 days and no fear of sweat. 120 dances with skin as smooth as the moves. Sweat, stain, and skin protection. Nivea Black and White Deal. Skin is for embracing life. Nivea is for skin. This is NTV. Yajayo katika NTV jioni. Na alikuwa anakunywa pombe sana. Hata ukikutana na yeye, angalia mwami, nini mbaya yenye nakusumbua? Niko tu na maneno inaniuma, bibi aliniacha sijui ni. Afisa wa polisi wa kituo cha Likuyani kaunti Kakamega ajitia kitanzi. Walio na ufahamu wanasema alikumbwa na mzozo wa kifamilia. Mimi nimezaliwa hapa Hangata 30 years. Ukipewa na Moi akaenda, Kibaki akakuja, hakuna mtu alisulia watu. Uhuru akakuja. For 30 years saa hii tunakuja pigwa risasi kwa shamba yetu. Watu 5 wameuawa na wengine kujeruhiwa kwa kupigwa risasi na maafisa wa GSU katika eneo la Barikoi, Kilgoris, kaunti ya Narok kufuatia mzozo wa ardhi. The youngest is 10 years. The oldest is a university student. And they have had to come and stay together to run away from their home. Wasichana 4 waokolewa na serikali huko Juja kutoka mikononi mwa baba mzazi anayedaiwa kuwadhulumu. Former Kenya Sevens player Oscar Dennis was involved in a horrific accident in 2020 that nearly cost him his leg. Dennis recovered and bounced back to competitive sport as a triathlete. On Spot On this Monday, he shares his remarkable journey from his serious injury to flying the Kenyan flag high in the triathlon. This is Oscar Dennis, former Kenya Sevens international and now professional para triathlete and Africa champ. Catch my story on Sport On NTV. This month on EdTech Mondays Kenya, we are in Mombasa for the Pwani EdTech Summit, where we unpack how Kenya is mobilizing resources and building powerful partnerships to make EdTech sustainable for every child, teacher, and community. The element of resource mobilization and partnership has greatly contributed towards the government's effort to accelerating teaching and learning within education space. Don't miss this insightful edition of EdTech Mondays Kenya, the 28th of April, only on NTV. Mtazamaji, mwanzo wa awamu ya pili NTV Mashinani, kama kawaida tunawakaribisha wageni, karibuni sana, alafu pia tunawapigia makofi wale ambao ni mashabiki sugu. Onyesheni na online vitu ambavyo sisi hufanya, tutafanya pale mwisho. Sasa kila jamii ina vyakula ambavyo huvipa kipaumbele kuviangalia kama sehemu ya utambulisho wao kitamaduni. Vile vile kuna vyakula ambavyo huchukuliwa kuwa mwiko kutokana na imani, mila au mitazamo ya kidini ya kijamii. Katika jamii ya Masai kwa mfano, kuna baadhi ya vyakula ambavyo wanakataa kabisa kula, huku samaki akiwa miongoni mwao. Idadi kubwa ya Masai wanaamini kuwa samaki wanafanana au wana uhusiano wa karibu na nyoka. Ni kiumbe ambao kwao huashiria mkosi au uchafu wa kiroho. Mwanahabari wetu wa maeneo ya Narok, Tobias Meso, ametangamana na wakazi na hii hapa ripoti yake kuhusiana na hayo yote ambayo nimekueleza. Tazama. Siku inapokamilika, barabara hili ambalo liko nyuma yangu huwa na shughuli mingi kwa wanabiashara na kwa wale pia ambao wanatoka kwa mashughuli zao. Hivi leo ningependa kupata kusikiliza kutoka kwa wanabiashara ambao huwa wanauza baadhi ya chakula katika barabara hili, na haswa wale ambao wanauza samaki. Je, biashara hii ya samaki ikoje katika kaunti hii ya Narok? Siku hizi wanakula karibu jamii yote
lakini sana sana unapata Wajaluo, Wakikuyu, sasa Wamasai ndio wanajifundisha kukula. Wanajifunza tu ile mwenye amegundua tu anaweza ikula, wao wananunua bila kupinga. Wao wananunua bila kupinga, lakini wale bado hawakuli wanasumbua sana, mpaka hata wakipita mali unachomea, wanatema mate, wanasema hiyo ni nyoka. Sasa unajua ni vingumu pia, lakini naweza furahia wakitaka kukula wote ili kuuza ikiwe mzuri. Juu hawasumbui, wenye wameshaanza kujua kukula hawasumbui. Lakini wale bado hawajajua, wao ndio bado wanatema mate, hawasemi kama ni kitu mzuri, bado wanakataa kabisa, lakini tunajaribu kuwabadilisha. Wacha tuende kwa tutafute wana Narok ama baadhi ya wale Wamasai ambao wanakuwa imani ya kwamba samaki ni nyoka. Tuweze kusikiliza kauli yao. Je, wanasema nini kuhusiana na samaki? Ungana nami. Masai wanapenda damu na nyama. Juu inatupatia nguvu. Hatukuli hiyo yenye mnasema wamena samaki. Si hatukulangi hiyo kitu. Na kuku. Si hatutaki hiyo kitu. Kwa nini? Mwili yetu ndio haitaki. Inanuka kabisa. Sasa nikukupatia samaki, ununulie samaki. Sitaki hata bure. Sasa mwenzangu amesema hatukuli sio mandege. Hatukuli kuku, hatukuli samaki. Sisi nakula mbuzi na ng'ombe. Hizo chakula zingine hatupendi. Kule tu samaki. Juu ni samaki yao. Sasa sisi tunakula mbuzi kwa sababu ni yetu. Sasa watu wakule samaki, sisi tukule mbuzi. Yes. Hatukulangi samaki. Kwa nini hamkuli samaki? Na wengi wakuli kwa maana inanuka. Kwa sababu ile kidogo ni kama inaonyesha tu macho. Sikuli samaki. Biashara ya samaki hapa Narok iko na changamoto mingi. Juu baadhi ya kabila zingine hazikule. Wengi hawajazoea kukula hiyo samaki kutoka utotoni mwao. Hii samaki ni kitu unaikuta, tunaweza sema ni kitu familia moja na nyoka. Kwa kuwa hata kutembea kwake unakuta inatembea hivi. Kwa hivyo hiyo ni kitu sisi hatuwezi kula hata ifanyike nini na nini. Sababu hata ni kitu wanakaa mtoni pamoja na maji. Nyoka ni kitu inakaa ndani ya maji. Kwa hivyo kitu inakaa ndani ya maji hata huwezi pata hata hamu ya kuikula. Hata ukijaribu kuangalia ngozi yake ni kitu inakata, inaweza kukwarusa hata angalau ikikukuta. Lois, habari ndio hiyo. Sina cha kuongeza wala sina cha kuondoa. Kwako studio. Asante sana Toby Mesa, naona hauna cha kuongeza. Mtazamaji, bila shaka atakuwa na maili matatu tu, tutakuwa tunachukua jumbe hizo hapo baadaye. Lakini kama njia moja kukomesha jinamizi la wizi wa mifugo hususan kutoka kaunti za Laikipia, Samburu, Elgeyo Marakwet na Turkana, kamati ya usalama na utangamano humu nchini imezileta pamoja jamii na makundi ya wafugaji ili kusoma mengi kuhusu kilimo cha kisasa hasa cha maziwa. Mafunzo yanafanyika eneo bunge la Githunguri, kaunti ya Kiambu. Ni hatua ambayo imewafurahisha wengi, huku wakielezea matumaini ya kukumbatia kilimo hicho cha kisasa. Tazama. Jamii tofauti zinazofanya ufungaji hapa nchini zimepatana hapa Githunguri ili kupata mafunzo tofauti ya kilimo cha kisasa. Tuzungumze na baadhi yao watueleze ni yapi wamesoma siku ya leo. Nabadilisha mawazo yangu, nimejua ya kwamba hapo awali kwamba nikikuwa na ng'ombe wengi ninaweza kuwa mtu mwenye napata mapato, lakini sasa hivi nimejua kwamba mapato haya hayana faida sana sipokuwa nikiwa na mapato na ufugaji ya ng'ombe wachache na wanaleta mapato zaidi. Tujaribu kwa njia yote kubadilisha ng'ombe yetu, hata kama hatuna pesa ya kununua ile hii grade, lakini tunaanza kubadilisha polepole. Alafu tunaanza kupata grade ambayo anatosheleza mahitaji yetu, watoto wetu wasome. If the youth in Baringo change their attitude, the same with the ones in Elgeyo Marakwet, we will have a solution. The leadership, there is money. There is money available for social development in each and every corner of this nation.
So seed capital should not be an excuse to be able to perpetuate insecurity in the North Rift. Mafunzo haya yakitarajiwa kuwa mwamko mpya kwa jamii hizi za wafugaji ili kuzuia wizi wa mifugo. Abraham Gadesha, runinga ya NTV, Kiambu. Asante sana Abraham Gadesha. Tuondoke mashinani hiyo ya Kiambu. Mtazamaji wangu, tuingie mashinani yetu ya online tuone mnasema nini. Simon Kamande anasema anatutizama kutoka Makuyu. Haron Kipkoech anasema tuned in from Kitale. Asante. Calvins Nyachenga anasema kama kawa yuko ndani kutoka mashinani ya Nairobi. Tupate mwingine. Tunaye huyu Obarasa Andrew anasema yes, tuned in all the way from Malaba, mashinani ya Uganda. Asante sana. Dickson Wasai anasema Taita Taveta Wundai constituency yuko ndani. Sarah Junior hajabaki nyuma, anasema kama ilivyo ada yuko ndani ya NTV mashinani. Tunaye Obarasa Andrew anasema pia kutoka Uganda pamoja nasi. Dickson kutoka Taita Taveta, asante. Alois Nyabuto kutoka Masai Mara, shukran sana. Na mwisho kabisa tunaye Soita Meshak anasema yeye na familia yake wanatutizama moja kwa moja kutoka mashinani ya Lemoro. Ndio umekaribia muda wangu kuondoka studioni, lakini manake nyinyi ni watu wazuri, mnatizama NTV mashinani, siwaachi hivi hivi na waacha na kitu cha kutabasamu. Na mtazamaji, wazazi wengi hujifunga kibwebwe ili wanao wasome. Ile itakuwaje iwapo utamfumania mwanao akiponda raha pale campus na hela kidogo kidogo unazomtumia baada ya kibarua kigumu pale shambani? Ndio tukofunga Jumatatu ya leo. Kisha usisahau ndo mwanzo wa wiki kutwa. Kumbuka Dena Shara unusu NTV mashinani. Tukofunga jamani. Unanipigia kelele, unaniaibisha manze. Na kuaibisha. Wewe ndio nani anaibisha mwingine? Mayuna, unapigia kelele. Wewe mimi nani anaibisha mwingine wewe? Jana mamangu atakwama ndio lazima atakupiga. Nikuleta shule usome. Sasa hivi unabebana na wasichana hatarani. Hata unaniona mimi hauwezi shituka. Unaniita mimi mwenda siri. Hii ni practical. Na hata wewe hujika na mimi si mama yako. Sababu natembea chini, mimi sasa si mama yako. MPI, kabla kimela bangi na ile skuli. Kwa la mulai. Mai.